Ukizunguka na kuwauliza wanadamu mbalimbali kuhusiana na mafanikio, kila mwanadamu atakwambia anatamani auweze kufanikiwa. Lakini umeshawahi kujiuliza ni kwa nini binadamu wanaofanikiwa ni wachache kuliko ambao hawafanikiwi? Ni kwa sababu mafanikio yanahitaji siri. Moja kati ya mambo ambayo unatakiwa kuyajua na kuyaweka akilini, siri za utajiri zimejificha katika maeneo mbalimbali. Katika video hii nitakwenda kukuambia siri 5 za utajiri ambazo zimejificha katika kitabu kitakatifu cha Biblia. Utakapoweza kuzijua siri hizo na ukazifanyia kazi, amini usiamini, ndani ya muda mfupi ujao utakwenda kuwa miongoni mwa binadamu wenye mafanikio makubwa sana katika uso wa dunia. Inawezekana wewe ni miongoni mwa binadamu waliovutiwa na mada hii na unatamani kuendelea kujifunza mambo mbalimbali kupitia video zetu. Kama ni hivyo, jiunge nasi kwa kusubscribe katika chaneli hii ya Fafanuo Media. Hapo utakuwa wa kwanza kupata video zetu pindi tunapoziweka kwenye chaneli hii. Hautajutia MB zako, kwani mara zote tunajitahidi kuwa bora zaidi ya jana. Asante, enjoy. Zifuatazo ni siri 5 za utajiri ambazo zimejificha katika kitabu kitakatifu cha Biblia. Namba 1, bidii huleta mafanikio. Moja kati ya mambo ambayo unatakiwa kuyajua na kuyaweka akilini, bidii katika kazi ni kanuni mojawapo ya mafanikio. Lakini pia bidii ni moja kati ya mambo ambayo yamekuwa yakisisitizwa sana katika kitabu kitakatifu cha Biblia. Asilimia kubwa ya binadamu wenye bidii katika maisha yao wana mafanikio, lakini asilimia kubwa ya binadamu wasiokuwa na bidii katika maisha yao hawana mafanikio. Jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini. Ukichukua kitabu kitakatifu cha Biblia ukasoma Mithali 10 mstari wa 10, imeandikwa, mkono wa mvivu husababisha umaskini, bali mkono wa mwenye bidii hutajirisha. Hii inamaanisha mwanadamu mwenye bidii katika maisha yake lazima atafanikiwa, lakini mwanadamu ambaye ameendekeza uvivu katika maisha yake, huyo hauwezi kufanikiwa. Nami nikuulize swali, je, wewe ni mwanadamu mwenye bidii ama wewe ni mwanadamu mvivu? Utakapoweza kujitathmini, utaweza kujua kuwa wewe utakuwa miongoni mwa watu watakaofanikiwa ama wewe utakuwa miongoni mwa binadamu ambao hawawezi kufanikiwa. Ili ufanikiwe, kuwa na bidii katika kazi, lakini ukiikosa bidii, jiandae kuwa masikini katika maisha yako yote ya hapa duniani. Namba 2, hekima ni bora kuliko dhahabu. Jambo ambalo mimi na wewe lazima tukubaliane. Kama ukizunguka katika uso wa dunia na kuwauliza wanadamu wengi, je, unataka dhahabu ama unataka hekima? Asilimia kubwa ya binadamu watachagua dhahabu na wataacha hekima. Lakini moja kati ya siri ambayo unatakiwa uijue na kuiweka akilini, kama utapata dhahabu alafu ukakosa hekima, namna ya kutumia dhahabu hautaweza kuijua. Utafuja fedha na ndani ya muda mfupi sana hautakuwa na chochote katika mikono yako. Wapo binadamu wengi ambao huwa wanafanikiwa kupata fedha nyingi katika maisha yao, lakini kwa sababu tu wamekosa hekima, fedha zote huwa zinaondoka katika mikono yao ndani ya muda mfupi sana. Hata wenzangu na mimi ambao wapo machimboni huwa wanasema fedha za madini zina majini. Ni kwa sababu huwa wanapata fedha nyingi sana, lakini ndani ya muda mfupi wanabaki hawana hata shilingi 100. Lakini hata wenzangu na mimi wale wa kubeti, na sasa hivi kombe la dunia linaendelea, wanaweka mikeka mirefu kweli kweli. Asilimia kubwa pindi wanapopata fedha, huwa fedha hizo zinaisha bila kujua zimeishaje, na wanaishia kusema kuwa fedha za kubeti zina mashetani. Jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini, hakuna fedha zenye mashetani, bali watu wengi huwa wanakosa busara pindi wanapokuwa na fedha katika mikono yao. Ukisoma kitabu kitakatifu cha Biblia, kitabu kitakatifu cha Biblia kimekuwa kikisisitiza sana wanadamu kuwa na hekima kuliko dhahabu. Maandiko haya yanapatikana katika Mithali 16 mstari wa 16. Biblia imeandikwa, kwa maana kupata hekima ni bora kuliko kupata fedha, na kupata ufahamu ni bora kuliko kupata dhahabu. Na ndiyo maana Mfalme Suleimani aliomba hekima na utajiri ukaja baadaye.
Tafsiri ya maandiko haya ni kuwa utakapomuomba Mwenyezi Mungu akujalie hekima, hekima itakusaidia kutafuta fedha na utajikuta umekuwa miongoni mwa binadamu wenye utajiri mkubwa. Na ndio maana ukijaribu kuchunguza katika ulimwengu ambao tunaishi mimi na wewe, binadamu wengi wamekosa ufahamu na hekima, na ndio maana pamoja na kuwa wanabidii katika kazi, wanalipwa mishahara mikubwa katika maisha yao, wengine katika shughuli zao wanapata kipato kikubwa, lakini bado hawawezi kupata utajiri kwa sababu tu wengi wao wamekosa hekima. Namba 3, kupanga mambo yako kwa busara ya hali ya juu. Moja kati ya mambo ambayo binadamu wengi huyafanya na kujikuta wakishindwa kufanikiwa katika safari yao ya maisha ni kutokuwa na mpangilio mzuri wa maisha yao. Huenda hata wewe ambaye unatazama video hii nikikuuliza, maisha yako ya kesho umesha yapangilia? Yani unajua utakapoamka asubuhi utakwenda wapi, utaanza kufanya nini, utakapofika mchana ni kitu gani ambacho umepanga kukifanya, na jioni ni mambo gani ambayo umepanga kuyafanya? Kiufupi, je, siku yako inayofuata ipo katika mpangilio, ama wewe ni kama bendera fuata upepo, chochote ambacho kinakuja ndicho unachoanza nacho? Jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini. Ukijaribu kuchunguza, asilimia kubwa ya binadamu waliofanikiwa wana kawaida ya kuyaweka maisha yao katika mpangilio. Hivyo, kama utakuwa moja kati ya wanadamu ambao wanapanga mambo yao kwa busara, kwa hakika utapata mafanikio na utajiri utakuja katika mikono yako. Lakini kama utakuwa mwanadamu ambaye haupangi mambo yako kwa busara, kwa hakika hautaweza kufanikiwa katika uso wa dunia. Ukisoma kitabu cha Mithali 21 mstari wa 5, Biblia imeandikwa, mawazo ya mwenye bidii huleta faida, lakini kila mwenye haraka huangukia katika umaskini. Na ndio maana hata wahenga walisema, haraka haraka haina baraka, lakini mwenda pole hajikwai. Ni kwa sababu kama utakuwa mwanadamu ambaye unapenda kufanya mambo kwa haraka haraka bila kuwa na mpangilio wenye busara, kila utakachokuwa unafanya lazima utaanguka. Na ndio maana hata katika kanuni mojawapo ya mafanikio, kama unataka kufanikiwa katika biashara, kabla ya kuanzisha biashara hiyo lazima uifanyie research. Utakapoweza kuifanyia utafiti, utaweza kujua ni aina gani ya bidhaa zinahitajika zaidi, ni sehemu gani unayotakiwa kuweka duka lako, ni changamoto gani ambazo utakutana nazo, lakini uanze na mtaji wa kiwango gani. Namba 4, ukarimu huleta baraka katika maisha ya mwanadamu. Moja kati ya siri ambazo binadamu wengi hawazijui, na ndio maana wanaishi maisha ya kifukara, ni kwa sababu tu hawajui kuwa mwanadamu unapokuwa mkarimu katika maisha yako lazima tu utafanikiwa, lakini unapokuwa mkaidi maisha yako hayawezi kustawi. Na ndio maana ukijaribu kuangalia hata katika ajira mbalimbali, sifa mojawapo lazima mwanadamu awe mkarimu na mtiifu katika kazi hiyo. Siri ambayo unatakiwa kuijua na kuiweka akilini, kuna mafanikio ya kweli katika ukarimu. Na ndio maana Biblia kupitia Mithali 11 mstari wa 25 imeandikwa, mtu mkarimu atastawi, naye awanyweshaye wengine atanyweshwa yeye mwenyewe. Jambo ambalo unatakiwa kulijua, kama wewe ni mwanadamu ambaye unajitoa kwa ajili ya watu wengine, basi nawe Mwenyezi Mungu atakujalia baraka na mafanikio katika maisha yako. Na ndio maana yule mwanadamu ambaye ana utamaduni wa kutoa na kuwasaidia watu wengine, Mwenyezi Mungu humfungulia milango ya mafanikio katika maisha yake. Lakini yule ambaye hauwezi kujitoa na kuwasaidia watu wengine, hata yeye mwenyewe Mwenyezi Mungu hauwezi kumfungulia milango ya mafanikio yake. Na ndio maana hapa ukijaribu kuchunguza, asilimia kubwa ya matajiri wa huu ulimwengu wanaijua siri hii. Ndio maana wana kawaida ya kuwasaidia watu wasiojiweza. Hapa mnanielewa vizuri. Mnaomjua Bill Gates. Bill Gates ni miongoni mwa matajiri wakubwa wa ulimwengu ambao wanajitoa kwa ajili ya kuwasaidia watu wenye uhitaji, lakini pia na matajiri wengine wana utamaduni wa kutoa sadaka na kuwasaidia watu wengine wasiojiweza. Kwa kufanya hivyo, Mwenyezi Mungu huuzidisha utajiri wao maradufu. Namba 5, unatakiwa kuwa mwaminifu katika vitu vidogo vidogo. Unajua, asilimia kubwa ya binadamu ambao wamezaliwa na kuishi katika huu ulimwengu huwa wanadhani uaminifu lazima uwe katika vitu vikubwa vikubwa.
Wengi wao huvunja uaminifu katika vitu vidogo vidogo. Hebu ifikiria, ni bukubuku ngapi ambazo umewahi kuwazima kwa ndugu, rafiki na jamaa zako alafu haujawahi kurudisha? Ni watu wangapi ambao umewahi kuwadhulumu vitu vidogo vidogo? Ni mara ngapi umekuwa ukivunja uaminifu wako katika vitu vidogo vidogo? Sababu hii pia huenda ndio imepelekea uishi maisha hayo magumu ambayo unaishi katika ulimwengu wa leo, jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini. Kama utakuwa mwaminifu katika vitu vidogo vidogo, Mwenyezi Mungu pia atakufanya upate vitu vikubwa vikubwa, kwa sababu anajua utakuwa mwaminifu pia katika vitu vikubwa vikubwa. Ukisoma Injili ya Luka 16 mstari wa 10, Biblia inasema, aliye mwaminifu katika lililo dogo ni mwaminifu pia katika lililo kubwa. Kwa hivyo ukiwa mwaminifu katika jambo dogo, pia utakuwa mwaminifu katika jambo kubwa. Mwenyezi Mungu anaweza kukupima katika vitu vidogo vidogo. Ukishindwa kuonesha uaminifu, basi milango ya mafanikio haiwezi kufunguka katika maisha yako. Ninakushauri, kama wewe ni moja kati ya binadamu wanaotamani kufanikiwa, hakikisha unaizingatia siri hii. Utakapoweza kuwa mwaminifu katika vitu vidogo vidogo, Mwenyezi Mungu atakufungulia mambo makubwa ambayo haukuwahi kuyatarajia wala kuyawaza katika maisha yako. Yapo mengi ya kuzungumza, lakini kwa sababu ya usalama wa MB zako, sina budi kuishia hapa. Ninahitimisha nikiamini lipo jambo kubwa ambalo umejifunza kupitia video hii. Nikutakie wakati mwema na tukutane tena katika video ijayo. Asante, bye.